Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 17 janvier 2025 et voici les titres de notre commentaire d'aujourd'hui. L'arrivée du président angolais à Paris et le discours ou bien la conférence d'Emmanuel Macron avec le président angolais. Aussi, nous allons développer sur la prise des localités de Kirumbi et aussi sur l'arrivée d'une musicienne tanzanienne, Martha Mwaipaji Abunya, donc dans la République démocratique du Congo. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Msisahau ndugu zangu kulike, kusubscribe na kushare ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Bila nyinyi donc kazi haiwezi endelea, na usisahau kama hii ni sheni yenye ambayo hayawahi kudanganyika wala kudanganya kuanzia leo mpaka kesho, miaka na milele, na wenye wanaiamini wataokolewa kupitia isheni na Mungu wao. Donc sujet ou bien commentaire zetu za leo nizo sujet tatu zenye tutakomante eko, notamment gisi nitoka sema tutakomante juu ya conférence qui a été tenue entre le président français Emmanuel Macron et le médiateur du soi-disant conflit entre le Congo et le Rwanda. Et aussi nous allons développer sur la prise de la localité de Kirumbi, et aussi on va développer donc sur la musicienne tanzanienne. Msisahau gisi nitaka sema kufanza vile kama kawaida yetu ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc tuatake sujet bila kukawa. Sujet ya leo ya kwanza ni normalement ni Paris, nchi ya Bafaransa, ndio sujet yetu ya leo. Pourquoi Lorenzo alienda kule? Mission gani ilimbeba? Balona na Emmanuel Macron. Bon, mission principale ilimbeba kule nini? Donc il y a des missions principales. Après moi les rencontre yao. Donc la première mission ilikuwa ni kufanya nini? Yenye ilikuwa kutable, ilikuwa ni discussion ya retour ou bien ya reprise ya nini, ya dialogue entre le Rwanda et le Congo, c'est-à-dire entre Félix et Kagame Paul. Sa deuxième mission était normalement pour l'affaire de son pays, notamment les accords commerciaux, économiques et consorts. Donc ndio mission mbili ilimbeba kule. Hata ongea sana juu ya ile accord économique yabo ou bien ya accord commercial zabo, no tuta développer sana ni juu ya parti ya Congo. Mais avant de évoluer, avant tuanze kukomante, tusikie kwanza tufate kwanza hii video ya Emmanuel Macron. Après tutafata na video ya Paul Kagame. Comme ça ndio tunaanza commentaire yetu. Tolandanana. La priorité, en effet, dans les Grands Lacs, doit aller au dialogue, à la recherche d'une paix durable, dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La dynamique de paix que vous avez initiée doit se poursuivre, et ensemble, nous appelons solennellement à la reprise des discussions au plus haut niveau. The person who is causing problems in this situation I'm talking about between Rwanda and DRC has never twice been elected, and you know it. You know it. But this is why I was saying it doesn't matter evidence, it doesn't matter facts, it doesn't matter the claim. It's just what you think applies to you for that moment, for your benefit. The rest doesn't matter. This man Tshisekedi was never elected first. He didn't at all, and you know it. So I'm not telling anyone, only that you don't talk about it publicly. I'm talking about it publicly. That's the only difference. You know it. The second time, nothing happened, and you know it. So, what values are you telling us that you beat up some people for, and then others you don't know what to do? So you think
I realize that and really respect you for it, and or even listen to what you tell me that doesn't add up to anything. Voilà gisi mnasikia Emmanuel Macron anasema. Tout d'abord, ukisikia introduction wanasema kama no Emmanuel Macron hakurecevoir président angolais ou bien hakurecevoir médiateur wa conflit entre Rwanda na Congo tout, mais ali recevoir na président donc wa Union africaine, c'est-à-dire mwenye atagombola président mwenye iko pour le moment Union africaine. Je crois que itakuwa ni Soudan d'ici si je m'abuse pas, tout atagombolewa. Alors Lorenzo mwezi kesho hapa donc février atakamata nini atakamata bureau na locataire wa Union africaine anamtoa. Emmanuel Macron anasema nini? Emmanuel Macron anasema kama evo atake ba français biko toujours donc angali na ile espoir ya kusema barudilie reprise ya dialogue, donc baende négocier Paul bande msikiliza ache makali asame ile makali yake kuna hiyo vraiment angalikisia kuregeza roho, donc abasame baende tena anza dialogue upya. So nini tunapaswa retenir ici attaque nation, nini tunapaswa retenir attaque ba citoyen ba ile inti, nini tunaweza retenir attaque ba victime ba ile situation ba ile agression, na nini tunaweza retenir attaque politique ya batu entre donc Emmanuel Macron, Paul Kagame na Félix Tshisekedi, attaque victime wa situation peuple congolais. Ni tunaweza retenir mwai comédie hakuna vya kuretenir, ni juste ni ile wanasemaka bienye Mungu alipotezaka mwanadamu hawezi weza kubilogota. Tuko mwai leger ya panya puliza. Unaona saa vile panya kama iko nakula kama shibe tulikomolea kwa village. Kama village mnakuwa panya sana, hawezi ishi nyumba bila panya. Sasa panya kama kuna kilonda na kumlonda watu wanashikata sana juu ya petrebe wanafanza. Kama mtu kuna kilonda kumgulu wala kumkono, fasi yote kwenye kilonda inamshoku. Panya siko na kia kule iko kia lambele kilonda inafanya nini? Haikiaki na ile pression unawazi na kwa nayo et puis inaanza kula kilonda. Inafanza kaje? Inakiaga polepole iko na kia na puliza. Ndio tunaitaka panya puliza. Bana kia panya na kia polepole iko na kia na puliza, iko na kia puliza polepole kwa kile mpaka kitafika kwa kilonda. Sasa inaanza kulambula kilonda. Inapuliza kwanza kidogo, inakudistraire kidogo na inalambula kilonda. Ndio vinye panya kule mwa village ndio zinatulala bila pili. Sasa hii habari ya Emmanuel Macron nayo ingali njoo ile. Souffrance tuko nayo. Souffrance tuko nayo. Haiko souffrance ya sema no. Bien sûr que Paul anaipromote, anaipromouvoir, lakini haiko ndio mwenye alikreaka. Batu saba ba Macron individu. Tu vois français bote avec créer problème. Parce que français il y a des bons français, des bons politiciens français, il y a des mauvais politiciens français. Batu saba ba Macron, batu saba ba Bill Clinton. Basa vile ba Obama, ba démocrate. Non ba américain, ndio balitukrea ka ile situation baka resource, baka mu responsabiliser ayo Paul. Mais au juste haiko Paul ndio anatukrea ile situation yenye Congo tuko tuna vivre. Ile kusema aseme no reprise ya dialogue, anayo kama dialogue haitatemiraka. Anayo kama dialogue ni kuweka vale ba oppressé mu espoir na ndo gisi biko bana pie pays. Jana nitoka sema hapa kama wewe media yao ndio tuambia kama Rwanda iko na beba saa 20 par mois ya coltan. Yenye biko na beba Rwanda. Mais unaweza jiuliza quel que soit Trump alisema kama anapendaga president Rwanda juu ya sha developer. Unaweza jiuliza ile coltan yote banaibaki eske mle Rwanda banaifanyisha nini? Ndio Rwanda habai coltan. Tout d'abord shiba propriétaire. Tunayua njoo kuisikia. Mais kwa kuifanisha l'histoire. Ba Rwanda c'est le même cas. Beko na beba ikolta, benye biko na bénéficiaire ba situation yenye mule mu ko tuna vivre mule mu ouest. Juste ni abo ba Emmanuel Macron. Et raison pour laquelle on est conatoa ma 20 millions d'euros pour partir Rwanda ba supporter Rwanda Defense Force. Bale benye ba expert babo ba ONU tu vas siéger mon secrétaire des Nations Unies
Conseil de sécurité des Nations Unies au français aba expert babo walikiatuambia kama expert pa ONU ndio walikiatuambia nilisema jana hapa hivi kama groupe ya expert ya ONU bali donc bali pana chiffre nombre ya ba soldat rwandais benye biko superviser ba M23 donc biko saidia ba M23 na mimi nikasema hakuna ba M23 kule ba wote yote ni ba soldat rwandais ni ba soldat ba Rwanda Defense Force kama ndio aperçu donc hakuna ba M23 nilisema il y a quelques jours niwaambia vile sasa hivi Emmanuel Macron kwa kwambia ni juu anaiwa kama kuna kiambia peuple moya yenye ba naïve ba inconscient iko naongelea ba politicien donc ba incompétent ba sans projet ba sans idée ba sans plan ba sans direction jia hii habari ya reprise ya dialogue tu anayua kama aba hakuna vyenye batafanza aba polisi hakuna vyenye batafanza ndio kukwambia kama hebo dialogue ya mule mgrali ya conflit tout d'abord hakuna conflit hivi vitu tuende vitu tunatoa vyote hakuna conflit isipokuwa nile mascarade tu ya kushinda vipo wanangaisha watu kuwisha watu de préférence bavebe ile maminere point et barre mais conflit vraiment ile tunasema kama conflit hizi tuliona sa vile Palestine na Israel hata kama nabo juste pasha ku signer kama accord ya cessez-le-feu pendant 40 jours et donc haiko ndio conflit kwa tunaona Kongo bosio kama biko nachunga na shitu furahi gese ba Palestine bali furahi waseme bali signer cessez-le-feu ya conflit entre Palestine na Israel kama unapenda nabo tufurahi si hatutafurahi hatutafurahi jia nini ndio ni vya bongo kwa conflit kama ishakaisha tunakatala shi atafurahi Kongo atafurahi basi signer ako basha signer second accord ni staff kama mwe mtafurahi mwe mfurahi mais personnellement mimi sitafurahi hakuna mimi nitafurahia point barre donc bibi Emmanuel Macron kuna sema ndio hii mapolitiki yake kuna fanza Emmanuel Macron alishindwa kuelewa kama iko naita bantu bende ku dialogue ni hapa dernièrement par Russie balianza na Ukraine alibaitaka vile akajifanza yeye ndio shoko mediateur tu Emmanuel Macron il a une mauvaise politique yake donc moi c'est international c'est l'international haina bien iko politique moi donc politique moi mbasa na politique yake wanaweza itika ni mapays zenye ziko emwa ba conscient ba politique civile République démocratique du Congo ndio wanaweza itika politique ya Emmanuel Macron mais fasi nyingine kwenye piko pays kabisa yenye ko sérieux iko na gouvernement na ma institutions zina fonctionner na iko na opposition ina fonctionner hakuna mwanaweza itika politique ya Emmanuel Macron et politique ya Emmanuel Macron ni politique moya hivi ya donc ya ma 4e siècle ya oppression haiko différent ya impérialiste oui ya impérialisme haiko politique ya hii monde sai tuko tuna vivre jangale ile politique zabo za zamani c'est pourquoi mniona kuliko kwa naita swandiza sema ndo makoloni zao biko na bakimbiza je nini ndio ile politique ya mbaya politique ya zamani politique donc ya kunuka ya oppression kule kurisi na kwa alianza baita nao waende ku dialogue bakamshinda alifaa permettre mpaka kutaka Paris asema ende mpaka kule Russia sasa alifika kule Russia anakutana kwa mtu kuko politicien anakutana Vladimir Putin alimpatia ni meza ya kama ni ya 5 metre kwa mkata kule amshamsha kule wende ongea aikale kule tuko naongea naye alitoka kule na haya ndio alikia ilira na kuwa tutaorganize Union Européenne si Americaine si nini NATO tutafinancer atawazia gaze nini comme ça Russie hatuwezi itika ifo Russie tuishindwe ifo nini na nini akashindwa talo na shindwa sipe ndio bako wanauza arimere waseme walimwambia kama no kumaliza France Emmanuel Macron politique yake nguvu ni kumnyang'anya tu mapays fulani mu Afrika c'est ici mliona Barisi basa balimwambia ngiso unajifanza unayua acha sasa tukoneshe kama biso tuitoa mebali kule kaye biso toyebi bakamnyang'anya kwanza nani Burkina Faso bakamnyang'anya Mali bakamnyang'anya Niger ndio uliona mwanaume alianza tipita dernièrement hapa bashanza sema ngwaseme no bashanza toa armée yabo kule ile operation kwa fa kule biko na zibewa mpei gani
biko nasema ma pays faible, ma pays za ba conscient ba politique sa vile Congo na zingine et consort. Donc haiko politique ngwasema ngana politique ya mzuri yenye anaweza kufundisha watu. Hakuna leso mimi naweza kamata kwa Emmanuel Macron. Pangiko kwa leso balibambia bakimbie Burkina Faso bakaanza katala basha katala batatoka balibatoa njo kwa nguvu. Saa hii bale basoda balitoka mwaize mapeyi biko naenda banatafuta zile mapeyi faible bande banabachachie notamment dio kudestabiliser. Na ukiangalia makoloni française hawezi zipare na makoloni anglaise. Nisikia anasema ngoseme no iko hata kwanza kopere na makoloni anglaise. Faut kumwambia tu kama makoloni anglaise mapeyi zilikuwa mu Bangereza hazina desordre sama mapeyi za Français haziko vile pana ni mapeyi digne de son nom. Ni mapeyi kule ziko na institution ni mapeyi zile ma gouvernement zina wake up watu wana wake up les gens raisonnent et les gens travaillent et les gens protègent leur pays quel que soit prix et quel que soit nguvu zinakuwa nazo mais zile mapeyi kama zingali zinafanya quelque chose notamment ukiangalia mapeyi sa vile Afrique Sud ukiangalia mapeyi sa vile Tanzanie ukiangalia mapeyi sa vile Ghana ukiangalia mapeyi sa vile Zambie ukiangalia mapeyi sa Malawi ukiangalia mapeyi sa vile Botswana ukiangalia mapeyi sa vile donc Namibie ni mapeyi koko opposition ile ma désordre yake kwa kiwa kwa politique ya Français banakuwa nayo ya Macron ya bongo ya kusema ngo aseme no aseme kona bia krema ma conflits ma inutile juba pia ma ressources za mapeyi avita pita mwele mapeyi anglophone hazita ile politique ipitaki denyuma msikiaga pa kunishiribe kona mchamba kwa réseaux sociaux Afrique Sud yo si hizo mapeyi kuna opposition hizo mapeyi zinatumika anaweza onea niyo pays sa vile Congo ni manipulation yao bile biko naongea vyote ni manipulation biko naongea vyote na biko nafanza ni donc ni intérêt yabo mule mkongo haiko intérêt ya bakongole na dialogue kuwe haendi mu intérêt ya bakongole ça vous devez savoir ingekuwa naenda mu intérêt ya bakongole bibi tingikuwa na ndio niwaambia kama politique ya wale watu watatu ingali lemo biko napenda kumanipuler watu na kuonesha watu kama no tuko biko nasaidia hakuna biko nasaidia ingekuwa napeza kusaidia tuko 30 tuko na vivre ile 12 millions de morts mais ushasikia tena sema no 12 millions de morts et je sais que tu angalia habari ya expert bia basema dia nini puisque iko connecté na Felix iko connecté na Kagame ana kama ndio kuna fans sana naongea kama vitu yenye Kagame anapenda sikia sana naongea kana anapenda vile vitu Kagame anapenda sikia ni vitu gani au juste ni tu aendelee kufanza ile habari kuusha watu vile maisha ya watu baushe vile apate franga ono ya conflit na ndio nishawaambia kama politique ya Felix politique ya Kagame na Emmanuel Macron simo bako na fabi yabo kule misimu ataba niite misimu tu va manipulateur à jamais Macron ina ndo mara kwanza ataba Français wanaambia kama ni manipulateur aya ndo mara kwanza Lorenzo na shangia mkali kaje na yeka vile anafunga macho watu aseme swandiza sasa atakuwa president wa Union Africaine na Union Africaine ni ya tuini ya kazi yao nini kama niyo kolabo sio vinasaidia nini mimi sasikia hapa kwa problem aseme Union Africaine kana maliza sisi yangu aseme mimi siui ni Union peut-être ya jina tu bote ni manipulateur msikie Kagame msikie Kagame kwa nasema msikie kisa alisema mwale video sana anambia kama msikize video ya Emmanuel Macron na Kagame msikie Kagame alisema kama president mwenye ko Kongo hapa kumchagua mwenye ko nafaa president mwenye ko nafaa itrouble ikuwe mkongo haba kumchagulaka donc ya mara kwanza donc mandaka ya kwanza Felix haba kumchagulaka hakupitaka kwa election ya kwanza na kuyapila kupitaka c'est le Kagame ndio kwa tu informer ça mu demokrasia basema kitu yote en politique bien sûr panakuwa ngine ma secret d'état ya kusema là je ne disconviens pas mais mimi siwezi kamata leso kwa Kagame mie hawezi nipatia leso kama utabeba kwa hiyo leso kwa Kagame ndio metre wako nasikia bia anasemaka oski mais Kagame c'est un vrai manipulateur hakuna différence ya Kagame hakuna différence ya Felix na hakuna différence ya Emmanuel Macron ni ba manipulateur wale ba president iko nasema vile jua kutuonesha kama no yeye wanachukiana na Felix abachukiani na Felix Kagame na Felix s'il vous plaît nasema tena Kagame na Felix abachukiani na habana conflit yule iko nasema ndio vile Felix anazoea sema
Mamwendre Skamush akolala tena Rwanda, ni diktateur, haiko ndo diktateur wa kwanza. Mungu yepeka tamlipaka. Wakati ya Lumumba tulisikia kama wali insultaka, walikuwa na insultaka nani, tulisikia kama insulte zote wakati ya periode ya Lumumba. Bon, ile insulte politique ni mtu mwenye yu politique njo anakonsidera Kabila. Mais en réalité Kagame iko na manipule watu, habana probleme wale watu watatu. Naweza kama hapo tunaelewana. Ingelikuwa najua kama ni conflit, wanampatia sendo kwa mediateur, biwe na Lorenzo kama washaga maliza. Peut-être Lorenzo anaenda ndio kumpatia pla, wala kwenda kamata nyingine movie ya mpya imeshaandika. Kisi watacheza sketch ya mpya, comedy ya mpya. Peut-être. Mais vile yuko na waza, bangeza wasemaga he doesn't mean it. He's saying what he doesn't mean. Because a difference entre saying what you mean and saying what you don't mean. Mkiingereza inakuwa kai. Donc bache kubalanda ni vya bongo hivyo ni. Donc ni manipulation politique. Hakuna vya dialogue na hiyo pour parler, hakuna yenye, hakuna kwenye eko naenda. Ndio ingekuwa piko eko naenda saa kama hivi tuko naona saa hiyo kama nani ya kamata makirumbi kama hatuna kusikiliza. Usikia kama kirumbi libano, tusikie kwanza nani wa FARDC kisiko naongea. Donc FARDC, tusikia video mbili FARDC na colonel kama ni wa FARDC na wa M23. Population de Kirumba, population de Kaina, toute la population du Grand Nord, ainsi que la population de Rutshuru, informe son armée. Là, ils sont pris en otage. Leur armée, c'est l'armée régulière. C'est-à-dire, coûte que coûte, le commandant suprême, notre président Félix Tshilombo, il fait l'effort, il fait tout pour que nous terminions ce problème. Je vous dis que le gouvernement met des moyens pour que nous mettons fin à ces aventuriers-là. Pourquoi je dis ces aventuriers? Puisqu'ils ne sont pas des Congolais, ils ont franchi la frontière pour venir exterminer les Congolais. Tout Congolais sera debout, tout Congolais sera debout pour que nous mettons hors d'état de nuire tous ces gens. C'est-à-dire, tout ce que vous nous emmenez, ça va arriver aux militaires, ça va arriver aux Wazalendo, pour qu'ils sachent que la population de Butembo a contribué, que ce soit l'eau, que ce soit sardine, que ce soit biscuit, que ce soit savon, que ce soit oignon, ça va arriver pour qu'ils sachent qu'ils sont soutenus par leur population. En tout, nous vous disons grand merci. Que les dieux des armées, ils vous gardent. Amen. Que tous ces génocidaires, ils doivent répondre, ils vont payer un jour. Que Dieu soit avec vous, qu'elle vous protège et continue à soutenir votre armée. Et tout le peuple qui sont là-bas, on va faire le tour. Et même les ADF, il y a des militaires que j'ai fait sortir de Béni pour commencer à chercher ces gens-là pour que la quiétude reste à notre territoire. Amen. Ya mwezi wa kwanza, si ndio hivyo? Na tuko pamoja na nyinyi hapa Mungu. Jambo la kwanza ambalo viongozi wa chama wamenielezea niwaelezee, pole kwenu. Ngazi za juu sana zote zimesema hakikisha unaambia raia wa Ngungu eti poleni. Wamesikia mateso yenu ambao umeyapitia hizi siku mbili. Wameyasikia. Mnajua chama cha M23 tuko kwa ceasefire unilateral. Sisi tulisimamisha vita kwa sababu tunahitaji. Kisa nasema huyo waseme wangana tafuta makuu chef de l'etat commandant supreme angana tafuta kani makuu kama ni franga sasa kwenda gomboa mwingine. Na kisa unasikia iko na praise, iko na glorifier wazalendo, ni manipulation, ni frappe, rien ne vole pas. Hakuna kenye kinaendelea a part frappe. Wana eza frappe na frappe. Hiyo maneno tusikia depuis wakati wa Lumumba mpaka sasa tunaisikiaka. Ni bongo hiyo iko adanganya.
hakuna kwenye batarekipere, hakuna kwenye bangali batarekipere. Ingekuwa batarekipere kama tuko nasikia vile kwenda banarekipere. Mtu kuibesha bibi mimba, kisha ungalo unadanganya na shanza kala naye, kisha ungandanganya kwa kwenda mnyang'anya bibi yako. Ashambesha mimba, ashakutoa kwai, akambesha mimba, banza kala naye, kisha nakia kudanganya ngo aseme no angala angala ungalo tamtoa. Ifuku mweserie juu hawezi weza kuwaza wala upende kuona, ndio unaweza itika vile. Hivi vitu ni vya bongo. Solution ya M23 kwa naambia kama no baliteseka siku 2, donc yeye barikia bagombo. Hivi vyote viko bien programmé, processus est en cours, na biko natembea according to the plan. Anasema kwa Vladimir Putin biko natembea sawa sawa kisi balipanga. Biko ndio na besoin yao ya minere, bende kuko minere sifole batowe batu benye habiko concerné na ile juba ibe minere mzuri pointre. Hakuna vyenye angali atafanya tu. Armée ya Congo FARDC, donc banakia ni armée kia tuambia kwa bali ni wetu tunaletea rapport tu kwa bali bana banakia kwanza wanakia leta rapport kwanza tuambia kwa M23 bana, après tunakia na saa M23 inakia fanya nini, inakia fanya meeting hata mimi nibaite vile wala bagresseur. Donc ni armée mbili za ule mtu mmoja, na hizo armée mbili zote ni za Felix, acha kumidanganya. Ni za armée mbili zote ni za Felix na Kagame na Emmanuel Macron. Bachi kumilanda ngo aseme biko hakuna kitu. Bandugu yangu, hakuna kitu. M23 ni ya Kinshasa. Wili alikuwa anasema tukakuwa na mshakia, mais reality inaonekana kama njoo vile ilikuwa. M23 ni ya Kinshasa na ni ya Rwanda. M23 ni ya Felix na ni ya Kagame. Mzalendo njoo balikia trike juna ya kwa mvivu kuwaza biko na mglorifie tu kuzero. Kisi niseme ile siku kuambia mtu mfupi aseni mrefu, uko na mdanganya, unampatia courage. Kwa nasikia sema bazalendo sipo wanafanya biko ndio na ba distraire mwachi kupigana juu ya nchi ba patriote. Ingilikuwa biko ba distraire, donc kama ile tuko tunaona habiko na kwa vile biko na mi distraire na mwingine kwenda bana na mimi na niko sirike mshare marke tellement que hakuna gisi vya kufanza duba na basepare na tuna kama piko mapolisi ziko natumika zinatuma msiweze kurefreshir piko politiki inaweza tuma msiweze kurefreshir, mais bale biko mtere bale bazalendo biko mtere bale ba patriote banakuwa na besoin na kuna ile roho ya kugombola nchi, kupania nchi, kupatia nchi dignité na respect yake. Juste basho na realite kama no iko nadanganya, ndio kweli hiyo ya kidogo na kidogo. Bazalendo ni frappe ile yanza sema haiko leo, nianza sema ukisikia kwa RFI ngwarumiko hapo na wazalendo. RFI napenda arumiko hapo na wazalendo. Grande Bretagne na ngwarumiko hapo na wazalendo. Grande Bretagne wakati fulani ndio nitaka naseme mwenye taarumia wazalendo uiwe kama tukutana na imbalabala. Kwa wazalendo mwe mko banani babaruhusu mpiganie nchi bakashu bakose kuiba kolta. Yule kolta iko natoka wapi? Ile kolta ile fika unatambia natoka wapi? Ni biko na mifrape na biko na milanda, biko na badangani. Donc inaweza kama hiyo tunaelewana. So unaweza bakia tu vile vile sema ushindo wazalendo kuna pigania au mzalendo alipita. Wazalendo donc traitement verbalement traitement yabo kuna traiter kushinda FARDC verbalement. Kisikia tu vile kuna ongea na wazalendo kuna pakala mafuta oppresseur. Politika ya oppresseur hiyo. Kuna kumaliza polepole, kuna kuregeza, kuna kumaliza polepole. Kuna kumaliza polepole na mko naye, kuna kumaliza polepole mpaka mtafikia fika wakati mnaenda mdialogue. Anakuambia na muende kunyumba $100, anapatia $100 kana velo muende kala kunyumba. Bali M23 ndio wapatia ma ministère. C'est là où va la lire. Donc wetu tunaenda kule. Sikisema no, atakuwa anawaambia hii ni media mama, haiwahi kudanganyika wala kudanganyiwa. Donc inatumika kwa wale wa armée, nisema ni armée batu walikuwa penevu kwa DJ.
Angalia kwanza gouverneur musicien tu mwimbaji simple anatoka Tanzania inakuwa gouverneur anaenda mpokea anajipanisha foto naye. Angalia kwanza hiyo foto. Sio unaweza kuangalia foto, uangalie na hiyo video. Kisha naambie wewe peke. Arrivé ce mercredi 15 janvier 2025 à Bunia, de l'artiste gospel Martha Mwaipaja à provenance de la Tanzanie. L'avion qui l'a transporté a atterri à l'aéroport national Murongo l'avant-midi où une foule s'était mobilisée pour son accueil. Après une caravane motorisée, passa par le rond-point Kapa, Bigo, Kandoromo, elle a été reçue par le gouverneur Luboya. Mwaipaja, invité de la sœur Solange Faïda, est porteuse de messages de paix. À Bunia, son agenda prévoit 2 photos ya gouverneur kama Wabunya kule Maituri anaenda. Ukimuuliza we gouverneur na musicien simple kama huyo wapi na wapi? Naweza kama Armenia institution, tukandi kwanza ni institution. Uko nenda ili bangalia unaenda submit right yako kwa mtu simple. Uko nenda kamata na droit yako naenda. We autorité yako na autoritisme yako. Donc autorité yako nenda hii. Dieu nini? C'est parce qu'il va DJ. Dieu nini? Ni watu wanapenda réseaux sociaux. Mais iko nguvu kuonekana. Sasa akipata nafasi kwa nyanza defendre, anaweza jionesha. Ukiniambia yeye na ule inasaidia nini? Yeye na gouverneur kule inasaidia nini? Tuna Chris Brown hapa dernièrement, Chris Brown Amerika alipiga pa Johannesburg. Kama nini yeye watu nenda muangalie. Mimi sikuona hata mkubwa mmoja wa nchi mwenyewe alienda kamisha foto naye. Mais lakini kuliko kwetu haina jofili. Yeye basha kidogo ndio. Ukiuliza mbona nikafisha foto atake leta. Mungu tupashe haya. Waseme no, unaona hauwezi compare politique au compare politique. Hatu compare politique jubile vitu kunafanza vitu makini vya mbaya. Ndio maana unaona nchi mbaya. Ukiona bi leader Congolais anafanza kule mkongo. Donc ni vya mbaya. Et c'est pourquoi pays nayo iko mbaya. Ngoma unafanya vya mzuri kama pays nayo vitu vinakuwa bien. Tout un gouverneur. Mais mimi nilikuwa nabasemea hapa. Mimi nilikuwa nabasemea hapa. Naweza ndio kula wote wale wanakia naangalia. Wale kitu kasha foto na mimi. Sasa mtu kwa kale kule Tanzania mbaki manyimbo kwa baba kwa sema tenda mbinguni. Najua kuchunga mbinguni sana. Na mwambie kwa kuchunga mbinguni. Anafika kule Bunya, gouverneur mzima ashatoka. Ukiangalia ashatoka anaenda piga foto naye. Juu itusaidie nini? République bananière. Angalia Akei walimpatia Akei salary. Angalia. Hii ni protokoli ya nini? Si protokoli ya leta hii. Hiyo si protokoli ya nini? Mu video kisolo na mvi. Ile si protokoli ya nani ya autorité politique. Toi walimpatia ile honor ya vile. Unampeleza honor kwa kuni. Ndio maki kule Bunye kwa. Mimi sikataa kama mfenda piga muziki ni musicien. Iko libre kwenda. Na iko libre kwenda wafanya kwa support. Ça c'est bon. Mais piko vitu sawa vile vyenye siwezi sikuwa nachunga sawa vile nione sasa hivi vya na protocol gouvernemental vile. Piko na mnyongea kiuno kwa respect. Mpaka na involve na leta. So inasaidia nini? President kikia na Felix anakia ndio sino kama muonere na vile vile. Kuna ridiculiser na ridiculiser ma institution za pays. Voilà. C'est gouverneur mzee. Voilà. Na wale ba musiciens bene ba Congo si on ba famu na wanore yule wale bafali. Kuna ba honore na abo vile. Mkuna ba honore na abo vile wale bafali. Ndio natoka Tanzania ndio piga muziki kule wana honore. Na bila kusikia haya aseme ni aeroport international. Aeroport international. Huyu kwa alitoka huyu Martha Mwaipaja huyu kule Tanzania kwa aeroport kule. Hapana hiyo mko natuonesha. Ona kwanza aeroport gani? Wala sinterei. Wao tere tu na mayani kwanza ziniro sintere yenyewe inasamuka kuna mayani. Balabala vumbi. Kala kalupanga sababu makamba njoo ni. Kanjua aeroport inakuwa vile. Njoo aeroport international ile. Sio internationalism wao iko wapi? Angalia aeroport. Tu bana hai. Yeye kwa anafika Mwaipaja Martha mwenyewe kwa anafika sema no kwenda toka niona aeroport hapana hapa. Kuzaraulisha watu tu. Tukisema bino ba Congolais mbela mitema mabe
pour loba pour komi koloba mtunyosa komi koloba ikomi demokrasi umoni tuko nasema mwenye kwa tupatia vya kusema na tuko nasema jumla tutesa ingekuwa mtetesi kama kuna mko nasema bezetu basi Afrika basimesema sana kwa rezo sosio na kena sema ndafa yake vyenye habina vraiment nani na leta sie mnatutesa sana mtu kafika mpaka mwai yaje yoyo sikutawaka ushanza zika mimi yoyo sikutawaka joko safran apendi useme utasema nini batibeto moni komonela nini what nini simna kuna fact tu sisi wengine wanafanza basi na kuwa natusamishi vitu naangalia vile unafanza na kuwa nasamishi vile mnaongozaka mko tusikia kwa buluma kile mko vitu sabili sijui ningekuwa conseiller stratégique wa institutions za Congo hapana wa individu wa institutions kama ni ile zote za Congo piko vitu ningekuwa na supprimer alikwambia semeno anakuletea asema anakuletea habari ya amani gani kuna leta habari ya amani kwenye wewe akutia fuyo mtu analeta amani mtu mwalitia fuyo anataka amani mkitu mtu mwalitia mfuyo wala alikontribute kwa ile fuyo yake si ile tuliona Felix ile siku derema alienda cheza na Bafali anda itawa mzee anaenda cheza kwa semeno aseme macho ya amani macho ya amani je bale nyote temali nyote taleta amani nyote ndakataza Rwanda nyote takataza ba imani makoko sekeva maminere voilà qualité ya ba dirigeant betu konao ndio qualité tuko kama misa 46 Kongo na kwa problem kama 30 hivi 46 mu 30 Kongo tuko na souffrir mais kwa danganya ngo semeni wanaleta message ya amani wote leta message ya amani si comedy na mbako kwa baraza umpia takule kunyumba na tu amani tunaipata amani kuko franga donc na mafafaru banampigia mpaka unasema hapa vitu kama loga kama watu est-ce que vraiment un simple mwimbaji s'il vous plaît l'état na kuwa pour peut-être mbiro mna madossier za kuresolve na nyingine inakuwa ni kukimbia juu ya mtu ashashinda kunyumba sana kuna kazi bado tunafanana na shibote ndio habari ilikuwa navyo voilà msisahau kushare na kulike ili kazi ya Bwana ipate kuendelea donc c'est vrai encore bye bye